Msomaji ni mimi Pasco Kadushi PK Shalom. Tunakwenda kusoma kitabu cha Yohana sura ya kwanza, mstari wa kwanza hadi wa 51. Hapo mwanzo kulikuwako neno, naye neno alikuwako kwa Mungu, naye neno alikuwa Mungu. Huyo mwanzo alikuwako kwa Mungu. Vyote vilifanyika kwa huyo, wala pasipo yeye hakikufanyika chochote kilichofanyika. Ndani yake ndimo ulimokuwamo uzima, na ule uzima ulikuwa nuru ya watu. Nayo nuru yang'aa gizani, wala giza halikuweza. Palitokea mtu ametumwa kutoka kwa Mungu, jina lake Yohana. Huyo alikuja kwa ushuhuda, ila ushuhudie ile nuru, wote wapate kuamini kwa yeye. Huyo hakuwa ile nuru, bali alikuja ili ashuhudie ile nuru. Kulikuwako nuru halisi, amtiaye nuru kila mtu akija katika ulimwengu. Alikuwako ulimwenguni, hata kwa yeye ulimwengu ulipata kuwako, wala ulimwengu haukumtambua. Alikuja kwake, wala walio wake hawakumpokea. Bali wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu, ndio wale waliaminio jina lake, waliozaliwa si kwa damu, wala si kwa mapenzi ya mwili, wala si kwa mapenzi ya mtu, bali kwa Mungu. Naye neno alifanyika mwili, akakaa kwetu, nasi tukauona utukufu wake, utukufu kama wa mwana pekee atokaye kwa Baba, amejaa neema na kweli. Yohana alimshuhudia, akapaza sauti yake, akasema, huyu ndiye niliyenena habari zake, ya kwamba ajaye nyuma yangu amekuwa mbele yangu, kwa maana alikuwa kabla yangu. Kwa kuwa katika utimilifu wake sisi sote tulipokea na neema juu ya neema. Kwa kuwa torati ilitolewa kwa mkono wa Musa, neema ya kweli zilikuja kwa mkono wa Yesu Kristo. Hakuna mtu aliyemwona Mungu wakati wowote. Mungu mwana pekee aliye katika kifua cha Baba, huyu ndiye aliyemfunua. Na huu ndio ushuhuda wake Yohana, Wayahudi walipotuma kwake makuhani na Walawi kutoka Yerusalemu, ili wamuulize, wewe huu nani? Naye alikiri, wala hakukana. Alikiri kwamba mimi si Kristo. Wakamuuliza, ni nini basi? U Elia wewe? Akasema, mimi siye. Wewe u nabii yule? Akajibu, la. Basi wakamwambia, u nani? Tuwape majibu wale waliotupeleka. Wanenaje juu ya nafsi yako? Akasema, mimi ni sauti ya mtu aliaye nyikani, inyosheni njia ya Bwana, kama vile alivyonena nabii Isaya. Nao wale waliotumwa walikuwa wametoka kwa Mafarisayo, wakamuuliza wakamwambia, mbona basi wabatiza, ikiwa wewe si Kristo, wala Elia, wala nabii yule? Yohana akawajibu akisema, mimi nabatiza kwa maji. Katikati yenu amesimama yeye msiyemjua ninyi, ndiye yule ajaye nyuma yangu, ambaye mimi sistahili kuilegeza gidamu ya kiatu chake. Hayo yalifanyika huko Bethania, ng'ambo ya Yordan, alikokuwako Yohana akibatiza. Siku ya pili yake amwona Yesu anakuja kwake, akasema, tazama mwana kondoo wa Mungu aichukuaye dhambi ya ulimwengu. Huyu ndiye niliyenena habari zake, ya kwamba yuaja mtu nyuma yangu, ambaye amekuwa mbele yangu, kwa maana alikuwa kabla yangu. Wala mimi sikumjua, lakini kusudi adhihirishwe kwa Israeli, ndiyo maana mimi nalikuja nikibatiza kwa maji. Tena Yohana akashuhudia akisema, nimemwona Roho akishuka kama ua kutoka mbinguni, naye akaa juu yake. Wala mimi sikumjua, lakini yeye alinipeleka kubatiza kwa maji, huyo aliniambia, yeye ambaye
utamwona Roho akishuka na kukaa juu yake. Huyo ndiye abatizaye kwa Roho Mtakatifu. Nami nimeona tena nimeshuhudia ya kuwa huyu ni Mwana wa Mungu. Tena siku ya pili yake Yohana alikuwa amesimama pamoja na wawili katika wanafunzi wake. Akamtazama Yesu akitembea, akasema, "Tazama Mwana-Kondoo wa Mungu." Wale wanafunzi wawili wakamsikia akinena, wakamfuata Yesu. Yesu aligeuka akawaona wakimfuata, akawaambia, "Mnatafuta nini?" Wakamwambia, "Rabi," maana yake mwalimu, "unakaa wapi?" Akawaambia, "Njooni nanyi mtaona." Wakaenda wakaona akaa hapo, wakakaa kwake siku ile, nayo ilikuwa yapata saa 10. Andrea nduguye Simioni Petro alikuwa mmoja wa wale wawili waliomsikia Yohana na kumfuata Yesu. Huyo akamwona kwanza Simioni ndugu yake mwenyewe, akamwambia, "Tumemwona Masihi," maana yake Kristo. Akampeleka kwa Yesu, na Yesu akamtazama akasema, "Wewe Simoni mwana wa Yohana, nawe utaitwa Kefa," tafsiri yake Petro au jiwe. Siku ya pili yake alitaka kuondoka kwenda Galilaya, naye akamwona Filipo. Yesu akamwambia, "Nifuate." Naye Filipo alikuwa mtu wa Bethsaida, mwenyeji wa mji wa Andrea na Petro. Filipo akamwona Nathanieli akamwambia, "Tumemwona yeye aliyeandikwa na Musa katika Torati na manabii, Yesu mwana wa Yusufu, mtu wa Nazareti." Nathanieli akamwambia, "Laweza neno jema kutoka Nazareti?" Filipo akamwambia, "Njoo uone." Basi Yesu akamwona Nathanieli anakuja kwake, akanena habari zake, "Tazama Mwisraeli kweli, hamna hila ndani yake." Nathanieli akamwambia, "Umepataje kunitambua?" Yesu akajibu akamwambia, "Kabla Filipo hajakuita, ulipokuwapo chini ya mtini nilikuona." Nathanieli akamjibu, "Rabi, wewe u mwana wa Mungu, ndiwe mfalme wa Israeli." Yesu akajibu akamwambia, "Kwa sababu nilikwambia nilikuona chini ya mtini, waamini? Utaona mambo makubwa kuliko haya." Akamwambia, "Amini, amini nawaambia, mtaziona mbingu zimefunguka na malaika wa Mungu wakikwea na kushuka juu ya Mwana wa Adamu." Huu ni mstari wa 51 na ndio mwisho wa sura ya kwanza. Tumesoma sura ya kwanza hadi ya 51. Tunakwenda kusoma Yohana sura ya pili mstari wa kwanza hadi wa 25. Na siku ya tatu palikuwa na harusi huko Kana, mji wa Galilaya, naye mama yake Yesu alikuwa hapo. Yesu naye alikuwa amealikwa harusini pamoja na wanafunzi wake. Hata divai ilipowatindikia, mamaye Yesu akamwambia, "Hawana divai." Yesu akamwambia, "Mama, tuna nini nawe? Saa yangu haijawadia." Mamaye akamwambia watumishi, "Lolote atakalowaambia fanyeni." Basi kulikuwako huko mabalasi 6 ya mawe, nayo yamewekwa huko kwa desturi ya Wayahudi ya kuwatawadha, kila mmoja lapata kadri ya zito 2-3. Basi kulikuwako huko mabalasi 6 ya mawe, nayo yamewekwa huko kwa desturi ya Wayahudi ya kutawadha, kila mmoja lapata kadri ya nzio 2-3. Yesu akawaambia, "Jalizeni mabalasi maji." Nao wakayajaliza hata juu. Akawaambia, "Sasa tekeni mkampelekee mkuu wa meza." Wakapeleka. Naye mkuu wa meza alipoyaonja yale maji yaliyopata kuwa divai, wala asijue ilikotoka, lakini watumishi walijua, wale walioyateka yale maji, yule mkuu wa meza alimuita bwana harusi, akamwambia, "Kila mtu kwanza huandaa divai iliyo njema,
hata watu wakiisha kunywa sana, ndipo huleta iliyo dhaifu. Wewe umeiweka divai iliyo njema hata sasa." Mwanzo huo wa ishara Yesu aliufanya huko Kana ya Galilaya, akaudhihirisha utukufu wake, nao wanafunzi wake wakamwamini. Baada ya hayo akashuka mpaka Kapernaumu, yeye na mama yake na ndugu zake na wanafunzi wake. Wakakaa huko siku nyingi, na Pasaka ya Wayahudi ilikuwa karibu. Naye Yesu akakwea mpaka Yerusalemu. Akaona pale hekaluni watu waliokuwa wakiuza ng'ombe na kondoo na njiwa, na wenye kuvunja fedha wameketi. Akafanya kikoto cha kamba, akawatoa wote katika hekalu, na kondoo na ng'ombe akamwaga fedha za wenye kuvunja fedha, akazipindua meza zao. Akawaambia wale waliokuwa wakiuza njiwa, "Yaondoeni haya, msifanye nyumba ya Baba yangu kwa nyumba ya biashara." Wanafunzi wake wakakumbuka ya kuwa imeandikwa, "Wivu wa nyumba yako utanila." Basi Wayahudi wakajibu wakamwambia, "Ni ishara gani utuonyeshayo kwamba unafanya haya?" Yesu akajibu akawaambia, "Livunjeni hekalu hili, nami katika siku 3 nitalisimamisha." Basi Wayahudi wakasema, "Hekalu hili lilijengwa katika muda wa miaka 46, nawe utalisimamisha katika siku 3?" Lakini yeye alinena habari ya hekalu la mwili wake. Basi alipofufuka katika wafu, wanafunzi wake wakakumbuka ya kuwa alisema hivi, wakaliamini lile andiko na lile neno alilonena Yesu. Hata alipokuwapo Yerusalemu kwenye sikukuu wakati wa Pasaka, watu wengi waliamini jina lake walipoziona ishara zake alizozifanya. Lakini Yesu hakujiaminisha kwao, kwa kuwa yeye aliwajua wote, na kwa sababu hakuwa na haja ya mtu kushuhudia habari za mwanadamu, kwa maana yeye mwenyewe alijua yaliyomo ndani ya wanadamu. Tumesoma sura ya 2 mstari wa 1 hadi wa 25 kitabu cha Yohana. Tunakwenda kusoma kitabu cha Yohana sura ya 3 mstari wa 1 hadi wa 36. Basi palikuwa na mtu mmoja wa Mafarisayo, jina lake Nikodemo, mkuu wa Wayahudi. Huyo alimjia usiku akamwambia, "Rabi, twajua ya kuwa huu mwalimu umetoka kwa Mungu, kwa maana hakuna mtu awezaye kuzifanya ishara hizi uzifanyazo wewe, isipokuwa Mungu yu pamoja naye." Yesu akajibu akamwambia, "Amini, amini nakwambia, mtu asipozaliwa mara ya pili hawezi kuona ufalme wa Mungu." Nikodemo akamwambia, "Awezaje mtu kuzaliwa akiwa mzee? Aweza kuingia tumboni mwa mamaye mara ya pili akazaliwa?" Yesu akajibu, "Amini, amini nakwambia, mtu asipozaliwa kwa maji na kwa Roho hawezi kuingia ufalme wa Mungu. Kilichozaliwa na mwili ni mwili, na kilichozaliwa kwa Roho ni roho. Usistaajabu kwa kuwa nilikwambia, hamna budi kuzaliwa mara ya pili. Upepo vuma upendako, na sauti yake waisikia, lakini hujui unakotoka wala unakokwenda. Kadhalika na hali yake ya kila mtu aliyezaliwa kwa Roho." Nikodemo akajibu akamwambia, "Yawezaje kuwa mambo haya?" Yesu akajibu akamwambia, "Je, wewe u mwalimu wa Israeli, na mambo haya uyafahamu? Amini, amini nakwambia kwamba lile tulijualo twalinena, na lile tuliloliona twalishuhudia, wala ushuhuda wetu hamuukubali. Ikiwa nimewaambia mambo ya duniani wala hamsadiki, mtasadiki wapi niwaambiapo mambo ya mbinguni? Wala hakuna mtu aliyepaa mbinguni ila yeye aliyeshuka kutoka mbinguni, yaani mwana wa Adamu. Na kama vile Musa alivyomwinua yule nyoka jangwani, vivyo hivyo mwana wa Adamu hana budi kuinuliwa, ili kila mtu aaminie awe na uzima wa milele katika yeye. Kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe
pekee, ili kila mtu amwaminie asipotee, bali awe na uzima wa milele. Maana Mungu hakumtuma mwana ulimwenguni ili auhukumu ulimwengu, bali ulimwengu uokolewe katika yeye. Amwaminie yeye hahukumiwi; asiyeamini amekwisha kuhukumiwa, kwa sababu hakuliamini jina la mwana pekee wa Mungu. Na hii ndiyo hukumu, ya kuwa nuru imekuja ulimwenguni, na watu wakapenda giza kuliko nuru, kwa maana matendo yao yalikuwa maovu. Maana kila mtu atendaye mabaya huichukia nuru, wala haji kwenye nuru, matendo yake yasije yakakemewa. Bali yeye aitendaye kweli huja kwenye nuru, ili matendo yake yaonekane wazi, ya kuwa yametendwa katika Mungu. Baada ya hayo, Yesu na wanafunzi wake walikwenda mpaka nchi ya Uyahudi. Akashinda huko pamoja nao, akabatiza. Yohana naye alikuwa akibatiza huko Ainoni, karibu na Salimu, kwa sababu huko kulikuwa na maji tele, na watu wakamwendea wakabatizwa, maana Yohana alikuwa hajatiwa gerezani. Basi palitokea mashindano ya wanafunzi wa Yohana na Myahudi mmoja juu ya utakaso. Wakamwendea Yohana wakamwambia, Rabi, yeye alikuwa pamoja nawe ng'ambo ya Yordani, yeye uliyemshuhudia, tazama huyo anabatiza, na watu wote wanamwendea. Yohana akajibu akasema, hawezi mtu kupokea neno lolote isipokuwa amepewa kutoka mbinguni. Ninyi wenyewe mwanishuhudia ya kwamba nalisema mimi si Kristo, bali nimetumwa mbele yake. Aliye naye bibi harusi ndiye bwana harusi, lakini rafiki yake bwana harusi, yeye asimama na kumsikia, aifurahia sana sauti ya bwana harusi. Basi hii furaha yangu imetimia. Yeye hana budi kuzidi, bali mimi kupungua. Yeye ajaye kutoka juu, huyo yu juu ya yote. Yeye aliye wa dunia, asili yake ni ya dunia, naye anena mambo ya duniani. Yeye ajaye kutoka mbinguni yu juu ya yote. Yale aliyoyaona na kuyasikia ndiyo anayoyashuhudia, wala hakuna anayeukubali ushuhuda wake. Yeye aliyeukubali ushuhuda wake ametia muhuri ya kwamba Mungu ni kweli, kwa kuwa yeye aliyetumwa na Mungu huyanena maneno ya Mungu, kwa sababu hamtoi Roho kwa kipimo. Baba ampenda Mwana, naye amempa vyote mkononi mwake. Amwaminie Mwana yuna uzima wa milele; asiyemwamini Mwana hataona uzima, bali ghadhabu ya Mungu imemkalia. Hii ni sura ya 3. Tumesoma mstari wa 1 hadi wa 36. Tunaenda kusoma sura ya 4 mstari wa 1 hadi wa 54. Kwa hiyo Bwana alipofahamu ya kuwa Mafarisayo wamesikia ya kwamba Yesu anafanya wanafunzi wengi kuliko Yohana na kuwabatiza, lakini Yesu mwenyewe hakubatiza bali wanafunzi wake, aliacha Uyahudi akaenda zake tena mpaka Galilaya, naye alikuwa hana budi kupita katikati ya Samaria. Basi akafika kunako mji wa Samaria uitwao Sikari, karibu na lile shamba ambalo Yakobo alimpa Yusufu mwanawe, na hapo palikuwa na kisima cha Yakobo. Basi Yesu, kwa sababu amechoka kwa safari yake, akaketi vivi hivi kisimani, nayo ilikuwa yapata saa 6. Akaja mwanamke Msamaria kuteka maji. Yesu akamwambia, nipe maji ninywe, kwa maana wanafunzi wake wamekwenda mjini kununua chakula. Basi yule mwanamke Msamaria akamwambia, imekuwaje wewe Myahudi kutaka maji kwangu, nami ni mwanamke Msamaria? Maana Wayahudi hawachangamani na Wasamaria. Yesu akajibu akamwambia, kama ungelijua karama ya Mungu, naye ni nani akuambiaye nipe maji ninywe, ungelimwomba yeye, naye angelikupa maji yaliyo hai. Yule mwanamke akamwambia, Bwana, huna kitu cha kutekea,
na kisima ni kirefu, basi umeyapata wapi hayo maji yaliyo hai? Je, wewe u mkubwa kuliko baba yetu Yakobo aliyetupa kisima hiki? Naye mwenyewe akanywa maji yake, na wanawe pia, na wanyama wake. Yesu akajibu akamwambia, kila anywaye maji haya ataona kiu tena, lakini yeyote atakayekunywa maji yale nitakayompa mimi hataona kiu milele, bali yale maji nitakayompa yatakuwa ndani yake chemchemi ya maji ikibubujika uzima wa milele. Yule mwanamke akamwambia, Bwana, unipe maji hayo nisione kiu, wala nisije hapa kuteka. Yesu akamwambia, nenda akamwite mumeo uje naye hapa. Yule mwanamke akajibu akasema, sina mume. Yesu akamwambia, umesema vyema, sina mume, kwa maana umekuwa na waume 5, naye uliye naye sasa siye mume wako. Hapo umesema kweli. Yule mwanamke akamwambia, Bwana, naona ya kuwa huu nabii. Baba zetu waliabudu katika mlima huu, nanyi husema ya kwamba uko Yerusalemu ni mahali patupasapo kuabudia. Yesu akamwambia, Mama, unisadiki, saa inakuja ambayo hamtamwabudu Baba katika mlima huu wala kule Yerusalemu. Ninyi mnaabudu msichokijua, sisi tunaabudu tukijuacho, kwa kuwa wokovu watoka kwa Wayahudi. Lakini saa inakuja, nayo sasa ipo, ambayo waabudu halisi watamwabudu Baba katika roho na kweli, kwa maana Baba hawatafuta watu kama hao wamwabudu. Mungu ni roho, nao wamwabuduo yeye imewapasa kumwabudu katika roho na kweli. Yule mwanamke akamwambia, najua ya kuwa yuaja Masihi aitwaye Kristo, naye atakapokuja yeye atatufunulia mambo yote. Yesu akamwambia, mimi ninayesema nawe ndiye. Mara hiyo wakaja wanafunzi wake wakastaajabu, kwa sababu alikuwa akisema na mwanamke, lakini hakuna aliyesema unatafuta nini, au mbona unasema naye? Basi yule mwanamke akauacha mtungi wake, akaenda zake mjini, akawaambia watu, njooni mtazame mtu aliyeniambia mambo yote niliyoyatenda. Je, haimkini huyu kuwa ndiye Kristo? Basi wakatoka mjini wakamwendea. Huko nyuma wanafunzi wakamsihi wakisema, Rabi, ule. Akawaambia, mimi ninacho chakula msichokijua ninyi. Basi wanafunzi wake wakasemezana, je, mtu amemletea chakula? Yesu akawaambia, chakula changu ndicho hiki, niatende mapenzi yake aliyenipeleka, nikaimalize kazi yake. Hamsemi ninyi, bado miezi 4 ndipo yaja mavuno? Tazama, mimi nawaambieni, inueni macho yenu miyatazame mashamba, ya kuwa yamekwisha kuwa meupe tayari kwa mavuno. Naye avunaye upokea mshahara na kukusanya matunda ya uzima wa milele, ili yeye apandaye na yeye avunaye wapate kufurahia pamoja. Kwa maana hapo neno hilo huwa kweli, mmoja upanda akavuna mwingine. Mimi naliwatuma myavune yale msiyoyataabikia, wengine walitaabikia, ninyi mmeingia katika taabu yao. Na katika mji ule wa Samaria wengi walimwamini kwa sababu ya neno la yule mwanamke, alishuhudia kwamba aliniambia mambo yote niliyoyatenda. Basi wale wa Samaria walipomwendea walimsihi akae kwao, naye akakaa huko siku 2. Watu wengi zaidi wakaamini kwa sababu ya neno lake. Wakamwambia yule mwanamke, sasa tunaamini, wala si kwa sababu ya maneno yako tu, maana sisi tumesikia wenyewe, tena twajua ya kuwa hakika huyu ndiye Mwokozi wa ulimwengu. Na baada ya siku 2 hizo akaondoka huko akaenda Galilaya, kwa maana Yesu mwenyewe alishuhudia ya kwamba nabii hapati heshima katika nchi yake mwenyewe. Basi alipotoka Galilaya, Wagalilaya walimpokea kwa kuwa wameyaona mambo yote aliyoyatenda huko Yerusalemu wakati wa sikukuu, maana hao nao waliiendea sikukuu. Basi alifika tena Kana ya Galilaya, hapo alipofanya yale maji kuwa divai. Na palikuwa na diwani mmoja ambaye mwanawe hawezi huko Kapernaumu. Huyo aliposikia ya kwamba Yesu amekuja kutoka Uyahudi mpaka Galilaya,
alimwendea akamsihi ashuke kumponya mwanaye, kwa maana alikuwa kufani. Basi Yesu akamwambia, msipoona ishara na maajabu hamtaamini kabisa? Yule diwani akamwambia, Bwana, ushuke, asijakufa mtoto wangu. Yesu akamwambia, enenda, mwanao yu hai. Mtu yule akalisadiki lile neno alipoambiwa na Yesu, naye akashika njia. Hata alipokuwa akishuka, watumwa wake walimlaki wakisema ya kwamba mtoto wake yu hai. Basi akawauliza habari ya saa alipoanza kuwa hajambo, nao wakamwambia, jana saa 7 homa ilimwacha. Basi babaye akafahamu ya kuwa ni saa ile ile aliyoambiwa na Yesu, mwanao yu hai, akaamini yeye na wote wa nyumbani mwake. Hiyo ni ishara ya pili aliyoifanya Yesu alipokuwa ametoka Uyahudi kufika Galilaya. Hiyo ni sura ya 4, tumesoma mstari wa 1 hadi wa 54. Tunakwenda kusoma sura ya 5 mstari wa 1 hadi wa 47. Baada ya hayo palikuwa na sikukuu ya Wayahudi, na Yesu akakwea kwenda Yerusalemu. Na huko Yerusalemu penye mlango wa kondoo pana birika itwayo kwa Kiebrania Bethzata, nayo ina matao 5. Ndani ya hayo jamii kubwa ya wagonjwa walikuwa wamelala, vipofu, viwete, nao walipooza, wakingoja maji yachemke. Kwa maana kuna wakati ambapo malaika hushuka akaingia katika ile birika akayatibua maji. Basi yeye aliyeingia wa kwanza baada ya maji kutibuliwa akapona ugonjwa wote uliokuwa umempata. Na hapa palikuwa na mtu ambaye amekuwa hawezi muda wa miaka 38. Yesu alipomwona huyu amelala, naye akijua ya kuwa amekuwa hali hiyo siku nyingi, alimwambia, wataka kuwa mzima? Yule mgonjwa akamjibu, Bwana, mimi sina mtu wa kunitia birikani maji yanapotibuliwa, ila wakati ninapokuja mimi, mtu mwingine hushuka mbele yangu. Yesu akamwambia, simama, jitwike godoro lako uende. Mara yule mtu akawa mzima, akajitwika godoro lake akaenda. Nayo ilikuwa ni Sabato siku hiyo. Kwa sababu hiyo Wayahudi wakamwambia yule aliyeponywa, leo ni Sabato, wala si halali kwako kujitwika godoro. Akawajibu, yeye aliyenifanya kuwa mzima ndiye aliniambia, jitwike godoro lako uende. Basi wakamuuliza, yule aliyekuambia jitwike uende ni nani? Lakini yule mtu aliyeponywa hakumjua ni nani, maana Yesu alikuwa amejitenga, kwa sababu palikuwa na watu wengi mahali pale. Baada ya hayo Yesu akamkuta ndani ya hekalu, akamwambia, angalia, umekuwa mzima, usitende dhambi tena, lisije likakupata jambo lilo baya zaidi. Yule mtu akaenda zake, akawapasha habari Wayahudi ya kwamba ni Yesu aliyemfanya kuwa mzima. Kwa sababu hiyo Wayahudi wakamuudhi Yesu kwa kuwa alitenda hayo siku ya Sabato. Akawajibu, Baba yangu anatenda kazi hata sasa, nami ninatenda kazi. Basi kwa sababu hiyo Wayahudi walizidi kutaka kumuua, kwa kuwa hakuivunja Sabato tu, bali pamoja na hayo alimuita Mungu Baba yake, akajifanya sawa na Mungu. Mwana hawezi kutenda neno mwenyewe, ila lile ambalo amwomba Baba analitenda, kwa maana yote ayatendayo yeye ndiyo ayatendayo Mwana vile vile. Kwa kuwa Baba anampenda Mwana, naye umuonyesha yote ayatendayo mwenyewe, hata na kazi kubwa zaidi kuliko hizo atamuonyesha, ili ninyi mpate kustaajabu. Maana kama Baba awafufuavyo wafu huwauisha, vivyo hivyo na Mwana awauisha wale awatakao. Tena Baba hamhukumu mtu yeyote, bali amempa Mwana hukumu yote, ili watu wote wamheshimu Mwana kama vile wanavyomheshimu Baba. Asiyemheshimu Mwana hamheshimu Baba aliyempeleka. Amini, amini nawaambia, yeye aliyesikiaye neno langu na kumwamini yeye aliyenipeleka yuna uzima wa milele, wala haingii hukumuni, bali amepita kutoka mautini kuingia uzimani. Amini, amini nawaambia,
saa inakuja na sasa ipo, wafu watakapoisikia sauti ya Mwana wa Mungu, na wale waisikiao watakuwa hai. Maana kama vile Baba alivyo na uzima nafsini mwake, vivyo hivyo alimpa na Mwana kuwa na uzima nafsini mwake. Naye akampa amri ya kufanya hukumu, kwa sababu ni mwana wa Adamu. Msistaajabie maneno hayo, kwa maana saa yaja ambayo watu wote waliomo makaburini wataisikia sauti yake, nao watatoka, wale waliofanya mema kwa ufufuo wa uzima, na wale waliotenda mabaya kwa ufufuo wa hukumu. Mimi siwezi kufanya neno mwenyewe; kama nisikiavyo ndivyo nihukumuvyo, na hukumu yangu ni haki, kwa sababu siyatafuti mapenzi yangu mimi, bali mapenzi yake aliyenipeleka. Mimi nikijishuhudia mwenyewe, ushuhuda wangu si kweli. Yuko mwingine anayenishuhudia, nami najua ya kuwa ushuhuda wake anaonishuhudia ni kweli. Ninyi mlituma watu kwa Yohana, naye akaishuhudia kweli, lakini mimi siupokei ushuhuda kwa wanadamu, walakini ninasema haya ili ninyi mpate kuokoka. Yeye alikuwa taa iwakayo na kung'aa, nanyi mlipenda kuishangilia nuru yake kwa muda. Lakini ushuhuda nilionao mimi ni mkubwa kuliko ule wa Yohana, kwa kuwa zile kazi alizonipa Baba ili nizimalize, kazi hizo zenyewe ninazozitenda zanishuhudia ya kwamba Baba amenituma. Naye Baba alinipeleka amenishuhudia. Sauti yake hamkuisikia wakati wowote, wala sura yake hamkuiona, wala neno lake mnalo likikaa ndani yenu, kwa kuwa ninyi hammwamini yule aliyetumwa na yeye. Mnachunguza maandiko kwa sababu mnadhani kwamba ninyi mna uzima wa milele ndani yake, na hayo ndiyo mnayonishuhudia. Wala hamtaki kuja kwangu mpate kuwa na uzima. Mimi siupokee utukufu kwa wanadamu, walakini nimewajua ninyi ya kuwa hamna upendo wa Mungu ndani yenu. Mimi nimekuja kwa jina la Baba yangu, wala ninyi hamnipokei. Mwingine akija kwa jina lake mwenyewe mtampokea huyo. Mwawezaje kuamini ninyi mnapokeana utukufu ninyi kwa ninyi, na utukufu ule utokao kwa Mungu aliye wa pekee amuutafuti? Msidhani kwamba mimi nitawashtaki kwa Baba. Yuko anayewashtaki, ndiye Musa mnayemtumaini ninyi. Kwa maana kama mngelimwamini Musa, mngeniamini mimi, kwa sababu yeye aliandika habari zangu. Lakini msipoiamini maandiko yake, mtaiamini wapi maneno yangu? Hiyo ni sura ya 5 mstari wa 1 tumesoma hadi wa 47.